basi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia huku kumshukuru Mwenyezi Mungu kumeweka kila sehemu. Ukiamka unamwambia alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Wamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini mshukuru? Kwa sababu ni neema. Huko kulala paka na kuamka ni neema. Ukienda kule wapi Baitul Khala, sio ukitoka mshukuru Mungu wafuranaka alhamdulillah alladhi adhhaba anil adha wa afan. Wamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ulikuwa na udhia, ule udhia Mwenyezi Mungu amekuondeshea ukawa sasa hivi kwa vizuri kabisa. Alhamdulillah, ni kheri kubwa. Kuna watu leo wanapata tabu kwa afya zao, udhia ule paka apasuliwe huku wapitie pipe ule udhia ule utoke. Wewe unatoka tu kwa hali nzuri, kwa nini usimshukuru Mungu? Ni neema pia. Kwa hiyo afaa kutaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi nyakati na haya masiku, na ili tusio katika sifa hizi ambazo kwamba tumetaja za watu wanafiki, tunatakiwa tumtaje sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaje sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu tumtajeni sana. Tutaje wa mwisho kwa sababu ya wakati, ili tuweze kumpisha mwalimu wetu endelee na mambo mengine. Kwa hiyo jambo lingine ambalo kwamba nimetaja miongoni mwa sifa, na yote tunayotaja yamethubutu kwenye Qur'ani. Aya hizi tunazisoma ndugu zangu wa Kiislamu, aya hizi tunazisoma yamethubutu. Miongoni mwa sifa ya hawa watu, sifa yao nyingine ni mudhabidhabina baina al-kufri wal imani. Yaani mtu mnafiki ni mtu wa kuzingazinga, kubadilika kama kinyonga. Leo akiwa na rangi ya green, saa 7 unamkuta ana rangi ya red, saa 10 anakuwa ya black. Yaani anabadilika. Na watu hawa wako umempigia simu kazungumza naye